Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 16, siku ya Alhamis. Mada inasema mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Ukweli kwamba hatupaswi kutengeneza makundi hasa kwa kuwafuata viongozi wa kibinadamu haimaanishi tusiwaunge mkono viongozi wetu. Tunapaswa kuwathamini na kuwasaidia wale wanaoongoza katika kazi ya kanisa. Mungu anawaagiza watu kufanya huduma yake duniani. Viongozi wa kanisa wanaoonyesha mtindo wa maisha unaoakisi kujisalimisha kunakowakilishwa na msalaba wanastahili kusikilizwa na kufuatwa. Hili liko hivyo kwa sababu ni msalaba pekee wenye uwezo wa kubadili aina yoyote ya mamlaka yenye hila kwa ajili ya kutii neno la Mungu. Viongozi walio kama Kristo wanaona kwamba mafanikio ya huduma yao yanatokana na Mungu pekee. Katika huduma yake hapa duniani, hata Yesu kama mwanadamu alimpa Mungu utukufu. Yohana 17:4. Kwa mujibu wa Paulo, huduma yake Kristo ya uaminifu lazima ijengwe juu ya kile tunachoweza kukiita teolojia ya msalaba. Msalaba ni ufunuo wa Mungu wa hekima na uweza wake wa kuokoa. Wakati huo huo pia unaonesha hekima ya kibinadamu kama upuuzi. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ya kwanza hadi 13, Paulo anaweka wazi kile teolojia hiyo ya msalaba inavyoonekana. Kwanza, anaeleza kwamba ni Mungu ndiye anayeweka kiwango kwa ajili ya uongozi wa Kikristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ya kwanza hadi ya 5. Pili, anaelekeza katika ukweli kwamba mateso ni alama ya huduma ya kweli ya Kikristo. Sura ya 4 aya 9, aya 11 na 13. Wazo hili la pili linastahili kufafanuliwa zaidi. Soma Wakorintho wa pili sura ile ya 11 23 hadi 28 na Wakolosai sura ile ya kwanza ya 24. Hili linatufundisha nini kuhusu maana ya kuteseka kwa ajili ya Kristo? Viongozi wa Kikristo wanafuata nyayo za Yesu kwa kuwa tayari kuseka kwa ajili ya ndugu na dada zao na hata ikibidi kufa kwa ajili ya huduma yao. Paulo anajirejelea mwenyewe na Apolo kama watu waliohukumiwa wauawe. Sura ile ya 4 aya 9 katika Wakorintho wa kwanza. Wanaelezewa kama wanaokabiliwa na ukosefu wa chakula na maji, pamoja na kuwa uchi, wenye kupigwa ngumi na tena wasio na makao. Sura ya 4 ya 11 Wakorintho wa kwanza. Zaidi ya hayo, walitukanwa, kuudhiwa, kusingiziwa na kufanywa kama takataka za dunia na tamaa ya vitu vyote hata sasa. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ya 12 na 13. Zaidi ya hayo, kwa kuwarejelea kwa kinaya Wakorintho kama matajiri, wafalme, wenye akili na wenye utukufu, sura ya 4 ya 8 na ya 10, Paulo anaeleza kwamba majivuno hayapaswi kuwa na nafasi katika uongozi wa kweli wa Kikristo, kwa kuwa ndiyo chanzo cha faraka katika kanisa. Sura ya 4 aya 6. Umeteseka kiasi gani kwa ajili ya Kristo bila kujali nafasi yako katika kanisa? Ni masomo gani yanaweza kupatikana katika jibu lako? Mungu atubariki sote.